Expo 2025 ndio ambao sisi tunaizungumza sasa hivi, na wewe pia unatakiwa uizungumze kwa sababu haya ni maonyesho makubwa kabisa ya madini ambayo yanakuja katika mkoa wa Lindi, yanafanyika katika tarehe 11 mpaka tarehe 14 ya mwezi wa 6. Lakini mimi Justa pamoja na Kaina tuko hapa kwa ajili ya kukufahamisha nini ambacho unatarajiwa kukitazama kwenye maonyesho hayo, kipi ambacho utakishuhudia, wafanya biashara madini yapi ambayo utarajia kuyaona katika maonyesho yale. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kufahamisha wewe. Lakini kwa leo sasa tumeanzia Namungo. Unaifahamu Namungo namna ambavyo inafahamika kwa uzalishaji wake wa madini. Kuanzia wachimbaji wakubwa wakati mpaka wadogo wanapatikana hapa Namungo. Na madini ndio usiseme, dhahabu inachimbwa hapa, graphite inachimbwa hapa, lakini green garnet pia inachimbwa hapa. Kwa maana hiyo tumeanzia kwa Elianje Genesis, ndio? Yes. Ambaye kwa Elianje sio mchimbaji ambaye anahitajika kuelezewa sana, anafahamika kwa jinsi ambavyo kazi zake ameendelea kuzifanya, lakini huyu ni mdau mkubwa sana ambaye katika maonyesho haya yeye pia atakuwepo pale kuonyesha namna gani ambavyo kampuni yake inaendelea kufanya vitu vizuri, inaendelea kuchimba vitu vizuri za madini ambayo tutaenda kuyashuhudia kwa siku hiyo ya tarehe 11 mpaka 14. Sawa, lakini pia mengi mazuri tunayapata. Yote hayo ambayo Justa amekwambia ni tarehe 11 mpaka tarehe 14 katika viwanja vya Ruangwa, yani viwanja vya maonyesho ya madini Ruangwa. Ni siku mbili za moto ama siku tatu za moto ambazo tunashukutanisha wote msimu huu mwaka 2025, tukienda kuketi pamoja pale na mama yetu mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Tella, kwamba yeye anakuambia fursa Lindi zimejaa. Ni sisi tu kuitana na kujazana kuzikimbilia ili tuje kuzizoa huku mkoani Lindi. Hapa sisi tumekuja kufahamu ni changamoto zipi ambazo wanapitia, lakini ni harakati ngapi na zipi ambazo wanazipitia katika kuhakikisha kwamba sisi tunaopenda dhahabu tunazipata kwa uzuri, sisi tunazopenda garnet tunapata vizuri. Kule niliona uliondoka nayo ndio. Niliondoka nazo. Sasa ole wako. Mbona unataka kunifungisha? Sawa, lakini nikwambie kwamba safari hii wanasema kwamba tunakuja kufungua milango ya fursa na uwekezaji katika mkoa wa Lindi, haswa kwa wachimbaji wadogo pamoja na wakubwa ndani ya mkoa wa Lindi. Sisi tunakwambia tayari tumeshafika huku Lindi kama ambavyo tulikujuza hapo awali, na leo kama Justa alivyosema tupo Elianje Genesis. Hawa ni wachimbaji wakubwa kabisa wa madini na tumekuja kufahamu vingi bwana hapa. Na vingi tayari mtu anatakiwa afahamu tu, huku atafahamu namna ambavyo madini yanachakatwa, madini yanachimbwa, madini yanachenjuliwa. Yani vyote utavipata na utavifahamu kutokea hapa Elianje Genesis, na utashuhudia namna ambavyo inavyoonekana. Elianje Genesis inaonekana vipi, iko na vituo vingapi, madini yanachakatuliwa wapi, yanachenjuliwa wapi. Basi hapa ndivyo ambavyo utashuhudia. Miongoni mwa mgodi mkubwa sana na wenye mvuto, kila sehemu unayopita unajifunza vitu vingi, lakini kuna vingi zaidi ambavyo kama wachimbaji ambao wanajishughulisha na shughuli nzima za uchimbaji wanapaswa kufika hapa kwa ajili ya kuja kujifunza na kujua Namungo kuna vitu gani ambavyo vimejificha. Bwana, mgodi ni mkubwa sana. Mgodi ni mkubwa kweli kweli. Muonekano ni mzuri sana. Harakati zinaendelea. Tena wa kisasa. Vijana ni wengi wa kutosha. Inamaanisha kwamba Lindi ajira bado zipo, vijana bado wanapata ajira na kazi zinaendelea. Justa, mimi bado nipo hapa, nataka nijue namna gani ambavyo chini watu wanaingia. Na hiyo siku tunaenda kuona nini. Lakini kwenye ajira kuendelea kupatikana, usisahau PMBet pia ipo kwa ajili yako wewe. Bonyeza nyota 149 nyota 23 alama ya reli na pia uweze kubashiri kupitia PMBet. Twende Elianje.